Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame amewataka wananchi kushiriki katika uzinduzi wa maonesho ya kilimo kwa lengo la kujifunza na kupata fursa zitokanazo na sekta ya kilimo na ufugaji. Ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari katika viwanja vya maonyesho Dole Kizimbani, wilaya Magharibi Unguja, kufuatia ufunguzi wa maonyesho hayo yatayozinduliwa rasmi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu badala ya tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamo wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Aidha, amewataka wananchi kushiriki kwa pamoja kwa lengo la kujionea hatua zilizofanikiwa katika sekta ya kilimo na ufugaji pamoja na kujifunza, ambapo amewataka wafanya biashara kufanya shughuli zao kwa kufuata utaratibu uliowekwa. Kumbuka kwamba kutoa taarifa ya ufunguzi rasmi wa maonesho yetu ya 8 ambapo tulitegemea ingeanza shughuli hiyo ya ufunguzi ingefanyika tarehe 3 mwezi wa 8 2026, lakini baada ya kuangalia logistics za hapa na pale tumelazimika kuja tena kwenu kwa ajili ya kutoa taarifa ya nini hasa uzinduzi utafanya rasmi kuhusiana na maonesho yetu ya tarehe 8. Tutafungua maonesho yetu tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, na mgeni wetu rasmi atakuwa ni makamu wa pili wa rais. Tukumbuke pia kwamba haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kwa hiyo azma na nguvu iko pale pale. Tunatakiwa sote kwa pamoja, wakubwa, wadogo, hasa vijana na wanawake, wajitokeze kuja katika maonesho haya, lakini sio kuja tu, waweze kushiriki moja kwa moja. Kama ambavyo tutangulia, maonesho haya yatakuwa yamepangwa na shughuli mbalimbali zinazohusiana na kilimo pamoja na mifugo. Wananchi watakaopata fursa ya kushiriki watajionea wenyewe hatua tuliyofikia Zanzibar kwenye sekta ya kilimo, lakini pia watapata kujifunza na kushajika kwenye kuwekeza na kuangalia fursa zilizopo katika sekta ya kilimo, masoko, pembejeo na vitu vingine kama hivyo. Jukumu kubwa la Wizara ya Kilimo ni kuhakikisha kwamba vitu hivyo vinapatikana kwa urahisi, na kupitia idara zetu na taasisi zetu tumeendelea kuhakikisha kwamba vitu hivyo vipo vinapatikana. Mbali na hiyo, tumekwenda zaidi mbele kwa ajili ya kufanya tafiti, kutoa taaluma, mafunzo ya mara kwa mara ili tuweze kufikia kilimo chenye tija. Shughuli zetu zote tunatakiwa tuzifanye kwa usalama, kwa uhakika, bila kuvunja taratibu zozote. Kuanzia leo tarehe 1 mwezi wa 8, shughuli zetu zinaendelea kama kawaida katika eneo letu la viwanja vya maonesho, na wananchi waendelee kumiminika kuja kujifunza, kuja kuangalia, kuja kununua, kuja kufanya shughuli zote zinazohusiana na maonesho. Mtazamaji, ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.